Ndugu wanaushirika, serikali imechukua hatua madhubuti kuhakikisha wakulima wanapata bei stahiki kwa mazao yao kupitia mifumo rasmi ya mauzo ya mazao yao, ikiwemo mfumo wa mauzo ya mazao ya kidigitali kupitia soko la bidhaa Tanzania kwa maana ya TMX. Mfumo huu umeongeza uwazi na ushindani wa bei. Thamani ya mazao ya wakulima yaliyouzwa kupitia vyama vya ushirika imeongezeka kutoka trilioni 4.28 katika msimu wa mwaka wa fedha 2024/25 hadi kufikia trilioni 4.97 katika mwaka wa fedha 2025/26, sawa na ongezeko la asilimia 16.12. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa hatua hii ya mafanikio yaliyopatikana kwenye mauzo ya mazao kupitia ushirika. Ni biashara nzuri na inaendelea kufanikiwa. Ndugu wanaushirika, moja ya vipaumbele vya sekta ya kilimo kwa maana ya wizara kwa sasa ni kuongeza thamani ya mazao ya kimkakati kwa kuhakikisha yanachakatwa na kufungashwa, kuongeza thamani kunakolenga katika maeneo kama manne. Moja, kuongeza kipato cha mkulima na wanachama wa vyama vya ushirika kwa kupata bei nzuri zaidi katika soko. Mbili, kupunguza utegemezi wa malighafi ili kuimarisha nafasi ya Tanzania katika soko la kimataifa kama muuzaji wa bidhaa zenye ubora na thamani ya juu. Tatu, kukuza ajira na viwanda vya ndani kuwa vya usindikaji, ufungashaji vinavyohitaji nguvu kazi kubwa na teknolojia ya kisasa. Na nne, kuimarisha ushindani wa kimataifa kwa kuwa bidhaa zinazoongezwa thamani hupata soko kwa urahisi zaidi na kwa bei nzuri. Hii wakati napita kwenye mabanda na banda moja, mama anachohitaji tu ni mifuko bora tu ili auze soko la kimataifa. Alipewa soko Uganda akashindwa kucompete tu kwa sababu ya packaging. Sasa hilo ndio jukumu letu sisi wizara, lakini vyama vya ushirika na wenyewe hawawezi kujitoa kwenye jukumu hili. Ni jukumu letu sote. Sijui kama tunaelewana jamani. Sisi tutaendelea kupush na kuhakikisha vyama vya ushirika vinashiriki kikamilifu katika kutumia fursa zilizopo katika masoko ya kikanda na kimataifa. Kwa hiyo ndugu wanaushirika, katika ile risala ambayo mmeiwasilisha kupitia Wizara ya Kilimo, Tume ya Maendeleo ya Ushirika na wadau wengine wa maendeleo, itaendelea kushirikiana nanyi katika kufanyia kazi changamoto na maombi hayo kwa maendeleo ya sekta ya ushirika nchi nzima. Napenda kutoa rai kwa wakurugenzi wote wa halmashauri nchini na waajiri wote wanaodaiwa fedha za makato za wanachama wa vyama vya ushirika vya akiba na mikopo kwa maana ya SACCOS kuhakikisha fedha zinazodaiwa zinalipwa haraka. Serikali inasisitiza kwamba ucheleweshaji wa fedha za wanachama ni unyonyaji unaozoofisha sekta ya ushirika. Aidha, serikali itaendelea kulinda haki za wanachama na kuhakikisha vyama vya ushirika vinabaki imara na kutoa huduma kwa wakati. Napenda kuchukua fursa hii, ndugu wanaushirika, kusisitiza mambo yafuatayo. Moja, uwazi na uwajibikaji. Endeleeni kuzingatia uwazi katika shughuli zote za uendeshaji wa vyama vyetu vya ushirika. Uwazi kujenga imani ya wanachama na wadau. Uwajibikaji huimarisha uthabiti wa vyama vyetu. Serikali inasisitiza kwamba vyama vya ushirika vinapokuwa na uwajibikaji wa hali ya juu vinakuwa mfano bora wa demokrasia ya uchumi. Kuepuka ubadhirifu. Epukeni vitendo vyovyote vya ubadhirifu na matumizi mabaya ya rasilimali. Ubadhirifu unazoofisha vyama vya ushirika na kuondoa imani ya wanachama. Sisi kama serikali hatutavumilia kitendo hichi. Yaani tutakamata viongozi wote wanaohusika na wao ubadhirifu na tutawafunga. Yaani hatuna mchezo kwenye hili. Na nalisema hili jambo moja. Tunapojenga ushirika, wapo wanaokwenda kwenye vyama kuona ushirika utawasaidia. Alafu wapo wanaoingia kwenye vyama kuona kama fursa kwamba wale wanaoleta fedha zao vimichango vile hawana kazi na zile fedha. Sasa sisi
tutanyooka nao. Unajua watu mmezoea lugha nyepesi, sisi hatutakuwa na lugha nyepesi. Hakuna kinachoshindikana hapa. Kwa hiyo epukeni ubadhirifu ili kujenga imani ya pamoja katika kujenga ushirika wetu. 3, uwezeshaji wa vijana na wanawake. Wekezeni mazingira wezeshi kwa vijana na wanawake kushiriki kikamilifu katika shughuli za vyama vya ushirika. Ushirika imara ujengwa kwa ushirikishwaji wa makundi yote ya kijamii. Vijana ni nguvu kazi ya taifa na wanawake ni nguzo ya familia na uchumi wa kijamii. Ushirikishwaji wao ni msingi wa ushirika endelevu na wa kisiasa. Na la 4, ushirika imara huanza na wanachama imara. Kwa hiyo kila mwanachama anapokuwa mwadilifu, mchapakazi na mwenye kujituma, vyama vyote vinakuwa imara.